Unaanza kuota ndoto upo shambani. Amen. Unaanza kuota ndoto upo unakata kuni, ama unasaga unga, mnasaga mtama. Amen. Kama vile unavyofanya kijijini. Amen. Ingawa upo Dar es Salaam hapa pana mashine zote, lakini katika ulimwengu wa roho bado unasaga mtama kwa kutumia jiwe. Amen. Kwa kutumia nini? Jiwe. Kweli si kweli? Kweli. Hiyo ndoto ipo haipo? Ipo. Kwa sababu huwezi ukaota kijijini halafu uanze kuona mambo ya mjini. Amen. Hata kuona tu magari hauwezi ukaona kwenye ndoto. Unaota vigari vya mbao vinaburuzwa na ng'ombe. Amen. Vinaburuzwa na punda. Amina. Na ikuta na wewe ndio umekaa pale, unapelekwa unaenda the next village. Amen. Kutembea. Ama unaenda sehemu yenye mashine kusaga unga. Hapo ujue bado upo zizini. Leo unatoka kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Uko tayari kutoka? Nipo tayari. Na unajua wanajuaji wanakufanyaje mpaka wakupate? Kuna kiharufu cha zizini. Amina. Ndio maana hawashindi kukupata popote unapoenda. Amen. Yaani kuna kiharufu fulani cha kwenye zizi la babu yako. Amen. Wakitaka kukutrace popote unapoenda, hata uende Ulaya, kile kiharufu kinawavutia. Amen. Wanajua hii ya kwetu hii. Amen. So unajua kwenye zizi likiingia beberu ambalo sio la hapo. Amen. Kuna harufu fulani inaingia, unajua hapa tumevamiwa. Amina. Haleluya. Wafugaji hawapo nini hapa? Kweli si kweli? Una kiharufu fulani hivi cha zizini. Amen. Mnalala kwenye mchanga, kinyesi kiko hapo hapo. Amen. Amen. Kwa nini unaota kila siku unakanyaga kinyesi? Ina. Na unatembea kwenye kinyesi, sehemu chafu. Yes. Sehemu takataka. Kwa sababu upo kwenye zizi. Ndio mazingira ya kwenye zizi. Zizi halinaga tiles. Kweli si kweli? Kweli. Halina tiles. Wewe kila siku ni kuota kwenye nyumba ambayo haina tiles. Vumbi. Amen. Utaweza ukapiga deki vumbi? Hapana. Hiyo yote ni dalili ya kuwa zizini. Amen. Yaani una jumba kubwa hapa mjini Dar es Salaam, lakini kwenye ndoto katika ulimwengu wa roho upo kwenye zizi na fagia pale. Amen. Kukusanya mazingira fulani yakae yanavyotakiwa yawe. Yes. Leo Yesu akutoe kwenye hilo zizi kwa jina la Yesu. Yes. Huwezi ukafanikiwa ikiwa bado upo katika zizi. Ndio. Zizi ni mahali pa kuanzia tabu. Yes. Zizi ni mahali pa kuanzia unyonge. Lakini tunachokizungumza leo ni kutoka zizini kwenda kwenye jumba la kifalme. Amen. Tunaangalia safari ya Daudi. Alipoanza mazizini, Bwana akamtoa mazizini, akampeleka kwenye jumba la kifalme. Hapa katikati pana mchakato. Ndio. Pana pambano. Bwana anataka watu hodari. Zipo kanuni za kutoka mazizini. Ndio. Kwanza kabisa Bwana yeye mwenyewe akuteue. Akuchague. Amen. Mungu aseme nimejipatia mfalme. Amen. Katika nyumba ya Yese. Amina. Huyo mfalme haijalishi ya kwamba yeko mazizini. Yes. Yuko anataka kuchunga ng'ombe, lakini nimeshajipatia. Toka hapo ulipo. Ndio. Nenda ukamtie mafuta kule kwao. Amina. Bwana akuteue. Amen. Sema Bwana Yesu, naomba uniteue. Naomba unichague. Niwe miongoni mwako, miongoni mwa wateule, miongoni mwa masihi, miongoni mwa watu wa kutolewa mazizini, miongoni mwa watu ambao watatoka kwenye mahali pa kukataliwa, mahali pa kufungwa, mahali pa kuonewa. Unichague katika ibada ya leo, nipate kuinuliwa, nikae katika kusudi lako. Sema amen. Amen. Naona watu ambao Mungu anakwenda kuwatoa katika vifungo na maonevu na kuwapeleka mahali wanapostahili. Shangilie Bwana kama unaamini.
ila kama uamini kaa kimya. Sema amen. Amen. Mungu kwanza akuchague yeye mwenyewe. Na miongoni mwa kanuni tulisoma hapa katika kitabu cha Samueli siku ya Jumanne, wakati ule mchakato mzima wa kumtia mafuta Daudi ulivyoenda. Kwanza Mungu alimwambia Samueli, nenda. Samueli akaogopa, akasema Sauli atanipiga, akijua ataniua. Kwa hiyo iko vita hata kwa mtumishi tu kukuombea, hata kwa mtumishi tu kukumiminia mafuta. Usidhani ya kwamba mtumishi akutani na vita ili wewe upandishwe cheo, ili wewe upandishwe kazi. Yaani kuna vita mtumishi naye anapitia ili wewe utolewe mazizini. Samueli akasema Sauli ataniua. Yaani nikamtoe mtu huko, ule mji unaitwaje kwao kwa kina Daudi? Ni wapi? Bethlehem. Niende nikamtoe mtu Bethlehem. Haleluya. Ipo vita ya kukutoa kwenu kukupeleka mahali unapotakiwa kuwa. Amen. Kwa hiyo unapoona mtumishi mpaka amekanyaga ibadani, ujue huko njiani kuna vipingamizi vya kila aina. Ndio. Kuna vita za kila aina. Ndio. Ambazo unakutana nayo ili tu nije nikuhubirie neno la Mungu hapa. Amen. Sio kazi nyepesi, kwa sababu wanajua tu ukikanyaga pale mtumishi wa Mungu, kuna mtu anatoka kijijini, kuna mtu anatolewa Kyela, kuna mtu anatolewa Mazizi ya kule Marangu. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo ni vita. Kwa hiyo ujue kabisa katika kanuni ya Mungu, kwanza Mungu mwenyewe aamue, akuteue, aseme nimejipatia mfalme katika familia fulani. Nataka mtu fulani apande cheo. Hiyo ni ya kwanza. Kinachofuata ni ibada zifanyike, maombi makali. Maombi makali. Wakati mnakwenda pale, ibada ilifanyika siku nzima. Wanaomba, wanaabudu, wanaimba, wanakesha, wanaimba tu. Haleluya. Tukaona pia pamoja na kwamba mfalme angeweza kumuua, lakini pia alivyofika kijijini akakutana na wazee wa mji. Wazee wa mji wakaanza kutetemeka, wakimuuliza kuna amani? Wanamuuliza mtumishi, kuna amani? Kwa sababu they know kwamba hapa amani haipo. Hapa kuna mtu anatolewa hapa. Hapa kuna msukule wetu unaenda kunyang'anywa, ambaye tulimkalia hapa kijijini. Kwa wakaanza kutetemeka, wakiambia amani ipo. Akasema nimekuja tu kumtolea Bwana dhabihu, tufanye na kaibada kadogo. Amen. Very simple ibada kama hivi, simple, lakini matokeo yake yanakwenda kubadilisha maisha ya mtu hapa. Amen. Unaweza ukaona umekuja tu kaibada ka Jumanne au ka Alhamisi for 2 hours. Amen. Lakini katika ulimwengu wa roho, kijijini kwenu kule Biharamulo, kijijini kwenu kule Tosamaganga, wako na taabu. Wazee wa mji wapo, wanaenda kukuachia leo. Wanaenda hata wakuvute, wakufunike, hata wakutumie kapepo ka usingizi hapo ulipokaa. Unajua pepo la usingizi ni sawa na kukuweka zizini tu. Yaani kila mtumishi akija, akianza kuhubiri, wewe umeanza, libichwa linaanza kujaa, bichwa linajaa, unaanza kuyumba yumba, mara unamwegemea jirani. Bana, hicho kichwa vipi? Saizi ukimwegemea jirani, naomba umpige kwenzi huyo mtu. Asante. Ina maana ni neno linajaa nini? Yaani kwamba kila nikihubiri kichwa kinajaa kama puto cha. Kwa sababu kila nikienda naona unazidi kusinzia na unaanza kuyumba hivi. Jirani nisaidie. Kiona mtu anakuegemea, eleweki, piga kwenzi. Sawa si sawa? Sawa.
Ukiona umepigwa kwenzi ujue Mungu anakusaidia. Amina. Ujue jirani anakutetea, usimchukie jirani, anafanya kazi ya Bwana. Amina. Anafanya kazi ya nani? Ya Bwana. Kazi ya Mungu ili utoke hapo mahali ulipo. Ndio. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Sema amina mbele za Yesu. Amina. Uko tayari leo Yesu akuteue? Uko tayari Yesu akuchague? Miongoni mwa principle ya kwanza ni Mungu mwenyewe aseme nimeona mtu kwenye ile familia, nimeona kijana, nimeona mama fulani, nimeona mwana maombi fulani amejitoa, anaomba, anajitahidi kutoa sadaka, nimejichagulia kwake atakuwa mkuu. Leo Yesu akuchague kwa jina la Yesu. Leo Bwana mwenyewe akuteue. Sema amina mbele zake. Hebu nisomee kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 70 mpaka 71. Nitasoma kitabu cha Zaburi 78 mstari wake wa 70 hadi ule wa 71. Ndiyo. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Akamchagua Daudi mtumishi wake, akamwondoa katika mazizi ya kondoo. Umeona mambo ya Mungu? Amen. Kwanza alimchagua, alafu akamwondoa. Ukishachaguliwa hautabaki kwenye kifungo. Amen. Hautabaki kwenye mateso. Amen. Nataka uelewe, yes, hatua kwa hatua, amen, ya kufanyika masihi wa Bwana. Akamchagua Daudi akamwondoa kutoka. Endelea. Amina. Mstari wa 71. Nyuma ya kondoo wanyonyeshao. Rudia kwanza ule mstari wa 70 vizuri. Amina. Nitarudia mstari wake wa 70. Akamchagua Daudi, ndiyo, mtumishi wake, yes, akamwondoa katika mazizi ya kondoo. Akamwondoa katika mazizi ya kondoo. It's a process. Kwamba unaweza ukawa umechaguliwa halafu bado haujaondolewa kwenye mazizi ya kondoo. Haleluya. Kuchaguliwa tu haitoshi kumaliza kazi. Amen. Ukishachaguliwa Mungu akutoe kwenye mazizi ya kondoo, akutoe kwenye laana za kiukoo, akutoe kwenye vifungo vya kifamilia. Yes. Hapo ndio tutaona kweli alivyokuchagua, matokeo yataanza kuonekana. Amina. Kuchaguliwa pekee haitoshi mpendwa. Amen. Mwambie Yesu, umenichagua ni sawa, naomba uniondoe kwenye mazizi ya kondoo, uniondoe kwenye madhabahu zinazonishikilia. Amina. Kwa sababu unaweza ukawa umechaguliwa na unaendelea unapambana. Amen. Lakini katika ulimwengu wa roho bado haujaondolewa. Amina. Ndio maana kila baada ya siku 2-3 lazima uote tena unaolewa na kaka yako. Amina. Unaoana na ndugu zako. Amen. Unalala na ndugu zako katika ulimwengu wa roho. It means kwamba bado haujatolewa zizini. Amen. Kule zizini ndio haya mambo huwa yanaendelea. Yes. Ndio huwa yanafanyika. Amen. Kweli si kweli? Mbona umeninunia? Ni kweli. Kwenye mazizi waga ni mchanganyiko. Amen. Changanyikeni, haijulikani baba ni nani, mdodo mtoto ni nani, wifi ni nani. Yani ni kuchanganya. Sasa katika ulimwengu wa roho yanakutokea kwenye ndoto. Amen. Uwe na uhakika, yes, upo kwenye zizi na kifungo hicho lazima kikatike leo. Amen. Ili Bwana akutoe zizini. Amen. Akuketishe mahali anapotaka kukuweka. Amen. Sema amina tupate kuelewana. Amina. Ndio. Mstari wake wa 71. Nyuma ya kondoo wanyonyeshao, alimwondoa awachunge Yakobo watu wake, ndio, na Israeli urithi wake. Amen. Hebu sema amen. Amen. Urithi wa Mungu hawezi ukaupokea, amina, bila kutolewa kwenye mazizi ya ukoo. Amen. Daudi ili achunge kondoo wa Mungu, amina, watu wa Mungu, ilibidi atolewe kwanza kwenye kuchunga kondoo wa zizi la baba yake. Amina.
kwa sababu kile kilikuwa ni kifungu. Anajiona kama yeye ni mchungaji, lakini yeye ni mtumwa katika ulimwengu wa roho, ni mtumwa wa ile madhabahu, ni mtumwa wa kile kijiji, ni mtumwa wa ule ukoo, ni mtumwa wa ile nyumba ya baba yake. Amina. Kwa hiyo anapotolewa pale, anapokuja kuwekwa kwenye ufalme, ndipo sasa anaanza kuimiliki nyumba ya baba yake. Amina. Ndio maana kuna somo tulipewa linasema ufunguo wa nani? Wa Daudi. Amen. Pale ndipo alipokabidhiwa ufunguo, kwamba ule ukoo sasa hivi wewe ndio utakuwa mkuu. Wewe ndio utakuwa na ufunguo, kwa sababu tayari umeshawatoa kutoka kwenye mazizi. Amina. Umeshafungua zizi, limepasuka. Amina. Umefungua komeo, limeachia. Umefungua mlango, limeachia. Wana ukoo wote wanatoka mbio. Amina. Hebu sema amina kama tuko pamoja. Amina. Sema amina kama tunaelewana. Amen. Mwambie jirani, hicho kichwa chako nitakupiga kwenzi. Haleluya. Amen. Mungu akisha kuteua anakutoa mazizini. Amina. Kukutoa mazizini maana yake anakutoa kwenye nini? Kwenye madhabahu na vifungo vyote vya zizini. Amina. Kwa sababu katika kila zizi pana tabia za kwao zinazofanana. Yes. Wana mambo yao yanayofanana. Magonjwa ya zizi hili hayaendani na magonjwa ya zizi jingine, ndio maana magonjwa yenu yanafanana na vitabia vinafanana. Amina. Kama hawaolewi, hawaoi. Yes. Kama ni watu wa kuolewa na kukaa miaka miwili alafu talaka, wote ni hivyo hivyo. Amen. Sasa si upeleleze kwenye familia yenu, mbona unaanza kunibishia kimoyomoyo? Amina. Haleluya. Amina. Unanibishia nini? Kwani mimi nimeingia kwenye zizi lenu? Mimi nazungumza tu neno la Mungu linavyotueleza. Angalia mashangazi zako, wewe ni fotokopi ya shangazi. Amen. Wewe ni fotokopi ya babu, jinsi ulivyo mkali, jinsi ulivyo shupavu. Wanasema kabisa, yani huyu ni babu yake mtupu. Na jina la babu wanakupa kama nickname, AKA mjomba sugu. Haleluya. Amen. Tuanze kuulizana. Kila mtu tumuulize hapa, wewe ni kopi ya nani? Utakuta hapa kuna mmoja yeye ni shangazi mtupu. Jinsi shangazi alivyo mtaalamu wa waganga, anajua kona na vichochoro vyote vya waganga wa kienyeji. Amen. Na yeye ndo amerithi ile phone book yote, ana namba za babu wa wapi, Bagamoyo wapi, kila sehemu anazo namba zote kama shangazi alivyo. Amen. Leo unatoka kwenye zizi kwa jina la Yesu. Bwana atusaidie. Amina. Bwana atutetee. Amen. Hebu piga kelele ya ushindi kabisa. Amen. Woo. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tupo pamoja. Unatoka utoki? Tunatoka. Katika kanuni nyingine, yes, ni moyo wa mtu. Amen. Yaani ili utoke kwenye zizi, amen, moyo wako nao unahusika. Amen. Moyo uwe safi. Amen. Moyo uwe unataka kweli kutoka. Amen. Haleluya. Amen. Yaani moyo wako usio umeng'ang'ania sana vibuyu vya kwenu. Amina. Kwa sababu vile vibuyu huwa vinakaa moyoni. Amina. Vinakaa wapi? Moyoni. Moyoni. Hapo hapo. Unaweza ukaoa mwanamke ukadhani sasa mumeunganishwa kuwa mwili mmoja, kumbe mwenzako amekuja na vibuyu. Amen. Unaweza ukaolewa ukajua sasa mmekuwa mwili mmoja, mwenzako amekuja na vibuyu vya kwenye zizi la kwao. Amen. Kwa hiyo lile zizi zima amelihamishia kwenye nyumba yenu mnapokaa. Amina. Wewe unajiona upo Dar es Salaam, mwenzako amekuconnect. Yes. Na madhabahu za kwao Tanangozi. Haleluya. Amina. Kwa sababu yeye kuna vibuyu vya kule Tanangozi. Kwa hiyo wewe hata ukilala hivi, mbona kuna ndoto huwa anaiona, sielewi nipo wapi. Amina. Mume wako anajua. Amina.
anaijua siri. Ukilala tu umenyanyuliwa kwenye aeroplane. Huyo huko kwenye kilima hapo Kolelo. Amen. Jamani, ni uongo hapa. Hata jana kuna watu wameota ndoto hiyo. Kitanda chako chenyewe kimegeuka kuwa ndio airport ya kukupeleka kwenu. Kilala pale ni kama umelala kwenye kile kitanda cha kusuka na kamba hivi. Ndio maana unachoka sana, godoro kubwa unalalia. Amen. Lakini mgongo mbona uponi? Tumekuombea sana. Amen. Mgongo, tatizo la mgongo. Amen. Kwa sababu haulali kwenye hilo godoro, yani pale unalalaga 5 minutes. Usingizi ukikolea tu wamekuhamisha. Kama vile Yesu anasema kwamba alipomteua, akamuondoa mazizini. Na wewe ukilala tu wanakuondoa pale, wanakurudisha. Kuna jina moja nalitafuta hapa la kijiji haliji. Haleluya. Amen. Wanakupeleka Mashati. Leo tutoke tusitoke? Tutoke. Yaani kakitanda kale kababu. Paka leo bado unakalalia. Wewe unanunua magodoro huku 300,000. Lakini godoro hala ulifaidi. Amina. Unalala dakika 5 tu. Wamekubeba wazee wa mji. Amen. Wanasema huyu ni kijana wetu. Kwa nini alale huko? Kwa nini analala kwenye sponge? No. Amekurudisha mgongo. Leo mgongo ukitoka kijijini, mgongo unaachia. Watu wananikazia macho, hawataki nitoe siri zao. Nasema hivi, unatoka leo, utake usitake. Maadamu nimetumwa hapa, mafuta niliyopewa ni mafuta ya kuwatangazia mateka uhuru wao, waliokamatwa kufunguliwa kwao. Yani umekaa kwenye zizi limepigwa loki na unashindwa kufunguka. Leo zizi linapasuliwa, mateka wanachomoka. Yani mbuzi wanakimbia, kondoo wanakimbia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mungu anaangalia moyo, lazima uwe na moyo safi. Muulize Samueli wakati anaenda kuwatoa mazizini. Kila kijana anayekuja akitaka kumiminia mafuta, Mungu anamwambia, Mungu angalii namna hiyo. Mimi siangalii sura. Mimi siangalii sura ya mtu wala muonekano wa mtu. Naangalia moyo wa mtu. Moyo wako ukiwa safi, unatolewa mazizini katika ibada ya leo. Siangalii sura, siangalii umbile, siangalii urefu wala ufupi. Moyo wa wanadamu, moyo ukiwa safi, watu wanatoka mazizini, watu wanatoka vifungoni, watu wanatolewa kwenye mateso. Lakini kwenye moyo wako pakiwa na vifungo, pakiwa na vinyago, kutoka ni changamoto. Na kutangazia wewe mwenye moyo safi, leo Bwana akushike mkono, leo Mungu akupandishe, leo Bwana akutoe, leo Bwana akate, aharibu ndoa za kimila, aharibu ndoa za wenyewe kwa wenyewe, afungue vifungo vyote. Kamba waliokufungia leo inatoka mguuni mwako. Sema amen. Sema amina. Katika zizi lolote lazima pawe na mipaka. Lazima pawe na kifungo pale. Yaani mkiingia tena walivyo kondoo wema, unawafungulia mlango, wanazama ndani ya zizi. Muda ukifika wenyewe, hauna hata haja ya kufunga. Lakini hawatoki pale, kwa sababu katika ulimwengu wa roho wapo zizini. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa nasoma Iringa. Palikuwa na mbuzi wengi pale mjini, sijui kama mpaka leo bado wapo. Hawajulikani mwenyewe ni nani, lakini wanatembea katika
katika kikundi hivi. Amen. Wanakula, wanajua wenyewe wanapolala, hawachungwi na mtu. Alafu wewe jaribu sasa kuchukua mmoja useme nimepata mbuzi wa Pasaka. Cha moto utakiona. Mbuzi watakusemesha. Mbuzi watakuimbia kinyimbo. Wanaimba kihehe. Mbuzi anakuambia kamwene. Sasa kama ukijui utajua. Utajua ujui. Amina. Haleluya. Amen. Wako zizini, wao unaona kama wako huru, hawana mwenyewe. Lakini wako na mchungaji wao. Wow. Wanapotembea mchungaji wao yupo nao. Ndio maana wewe popote unapoenda wako na wewe wachawi wa ukoo. Mtu aseme tu anakuingiza kanisani. Uone mandoto utakaoyapata. Yes. Au tuchape maombi hapa. Maombi makali sana. Tutoboe anga. Tuharibu madhabahu zao. Alafu nisimulie ndoto. Hamna ndoto za amani siku hiyo. Ndio maana watu wakija hapa tukishaomba tu hawarudi, wengine wanatokomea kwa sababu wanakutana na wazee wa mji. Yaani vita lazima ichachamae. Yes. Wewe ukikomaa komaa. Amina. Ndio ushindi wako. Amen. Yule anayekuja alafu anakimbia wewe muache. Amen. Wazee wamemzidi nguvu. Amen. Wanamwambia pale umeingia wapi tena? Wapi? Haleluya. Amen. Kwa sababu hapa sisi maombi yetu ni lazima utoke zizini. Amen. Lazima zizi tulisambaratishe. Amen. Lazima zizi tulitikise tikise. Tikise. Lazima tulivuruge vuruge. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Sema vifungo vyote vya kiukoo, vifungo vyote vya zizini leo natoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Piga makofi na vigelegele. Hebu nisomee Isaya 1. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Tusome. Amina. Nitasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Sura yake ya 16. Ndio. Na mstari wake ule wa 7. Wa 7. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Lakini Bwana akamwambia Samueli. Akamwambiaje? Usimtazame uso wake. Wala urefu wa kimo chake. Ndio. Kwa maana mimi nimemkataa. Nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje. Bali Bwana hutazama moyo. Hebu sema amen. Bwana hutazama moyo. Haleluya. Bwana hutazama nini? Moyo. Moyo. Kitu kingine cha katika kanuni za kukutoa zizini ni mafuta. Amina. Mungu atakayokumiminia. Amina. Mafuta, upako. Amen. Yale mafuta ni ya mafuta ya namna gani? Amina. Ambayo Bwana ataamua kukuwekea. Amina. Haleluya. Amen. Mafuta hayawezi akakuacha kijijini. Amen. Hayawezi akakuacha mahali pa mateso. Amen. Huyu Daudi wakati alipomiminiwa tu mafuta tayari. Amen. Ile roho ya mazizini ilichomoka. Amen. Alafu tunaambiwa kwamba Roho wa Mungu akamjilia saa ile. Amen. Kwa hiyo mwili ni ule ule. Amen. Amen. Mwili wake ni ule ule, wakikuangalia wanakuona kama ni wewe. Amen. Lakini roho iliyo juu yako inabadilishwa. Badala ya kuwa na roho ya mazizini, Amen, unabadilishwa, unapewa Roho wa Mungu ambaye hawezi kukubali ukabaki mazizini. Amen. Anaanza kukupeleka mputa mputa. Amen. Kuelekea katika ufalme. Amina. Kuelekea mahali pa juu. Yes. Kuelekea mahali ambapo Bwana anataka ufike. Amen. Yaani mafuta yakikudondokea tu, ndio tayari safari imeanza. Amen.
Hata usipoona matokeo hapo hapo, ujue ndio tunaelekea kwenye ufalme namna hiyo. Ndio tunaelekea kwenye ikulu namna hiyo. Ndio tunaelekea kwenye kuzaa. Tunaelekea kuwa mama wa mataifa. Unaelekea kuwa mfalme wa wafalme. Unaelekea kuwa kwenye kiti cha enzi. Unaelekea kwenye mazingira ambayo adui alitaka usifike, wazee hawakutaka ufike, lakini mafuta yakikudondokea tu tayari hatua za Mungu zinaanza. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alipoanza tu kuhubiri, alipofika kijijini kwao, amen, amen, maandiko yanatuambia katika kitabu cha Luka kwamba alivyofika kijijini kwao, ndio huko kwa kina Yusufu amen, kwa kina Daudi, si ndio huko Bethlehemu huko Bethlehemu ya Yudea. Yeye amepata umaarufu alipoenda huko Kapernaumu, akaenda huko akatembea huko, akabatizwa, akakutana na Yohana, akaanza injili. Lakini kijijini kwao wanajua huyu ni kijana wa zizini. Amina. Haleluya. Amen. Huko Bethlehemu wanajua huyu ni mtoto wa nani? Wa Yusufu. Kumbe mwenzao tayari alishamiminiwa mafuta. Amina. Alishashushiwa mafuta. Watu wanaokuona kama wewe ndio yule, kuna siku watakushangaa. Amina. Kuna wakati utajitambulisha upya, kwa sababu unapotolewa mazizini katika ulimwengu wa roho, unapewa mamlaka mapya, unapewa utambulisho mpya, unapewa vibali vipya, unapewa nguvu mpya, unapewa uweza mpya. Kila kitu kinakuwa kipya kwako. Sema amen. Amina. Jamaa sasa ameshapata upako, yuko full power. Ngoja sasa nirudi kijijini. Amina. Niende nikachape injili. Umeipata hiyo story? Iko Luka ngapi? Alipofika, jambo la kwanza akamwambia nifungulieni. Akamwambia msoma Biblia, hebu nisomee chuo cha nabii Isaya. Fungua kitabu cha Isaya alafu soma. Hajataka kuongea mambo mengi. Amen. Kwa sababu habari zilishawafikia wazee wa mji kwamba kijana sasa hivi anafanya maajabu huko Kapernaumu na wapi na wapi. Lakini sisi tunajua hapa hawezi kufanya chochote. Sisi ndio tunajua chanzo chake mpaka alipofikia. Mara nyingi sana haya mazizi huwa yanapenda tusiongezeke, tusibadilike. Kuna watu hapa wanaogopa mpaka leo hata kurudi kijijini kwao. Amen. Yaani kijijini unaona moto, yaani unaona wale majirani wote kwanza ni wachawi. Sio uongo, ni kweli wachawi, kwa sababu kwanza wakikuona umekuja umevaa suti wakati uliondoka pale na nguo imechoka choka, anasema ameanza kulinga. Sio kulinga, sasa si nimetoka zizini. Unataka niendelee kuvaa nguo za mazizini? Wale wenyewe uliosoma nao primary school, amina, hawakuelewi. Amen. Hata wachumba zako ambao ndio ulikuwa unakimbizana nao mtoni, kwenye vichaka, kwenye vilima, amina, sasa hivi ukienda unaona hawa bwana wamechoka hawa. Umetoka mazizini. Amina. Lakini ili kukuonyesha kwamba bado haujatoka vizuri, kuna wengine huwa mnakumbushia hapo. Wale wa mazizini, kuna mmoja hivi mnakumbushia ndoa zenu za mazizini. Amen. Leo Yesu akutoe. Amina. Ndoa haijafa kumbe. Amen. Leo ninapozungumza hapa ndio ninaicharanga. Amen. Ndio ninaicharanga. Amen. Ndio ninaimaliza. Amina. Hakuna tena kurudi kwenye ndoa za kimila. Amen. Sababu yako alikuwa anakuita mke wangu tangu umezaliwa kadogo hivi.
huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu, huyu mke wangu, huyu mume wangu. Zile ni ndoa za mazizini. Amen. Kwa nini leo tunaomba uolewe? Kumbe mwenzetu we were married. Ulishaolewa. Amen. Uko na ndoa halali. Amen. Jamani, hao mimi nadanganya, maana naona watu kama wanaanza kuhama. Ukweli ni mchungu. Hii swala la mazizi, hii ni kitu cha kufundisha mwaka mzima. Amen. Yaani inatakiwa tunaanza Januari, mwaka huu wote tuna udedicate wa kutoka mazizini. Yaani mambo ni mengi sana. Umeipata hiyo story? Hebu nisomee haraka kwa speed. Tumeangalia kwenye Isaya ndio nani. Sasa pale hiyo Isaya, si kuna wakati Yesu alifika, alafu Luka 4 ngapi? Sasa hebu rudi nyuma kidogo, Luka 4, kwa sababu hiyo Isaya ni nabii wa zamani, sawa? Maandiko yake yalikuwepo tayari. Yesu alivyokuja kufanya huduma, haya maandiko yalikuwepo, akamwambia nifungulie kitabu cha Isaya. Kama hivi sisi ninavyosema nifungulie kitabu cha Luka. Amina. Inatakiwa tena tukiondoka hizi stori zetu, maisha yetu yaongezewe kwenye Biblia. Amina. Watu waje kusimuliana kuhusu wewe. Amina. Na vituko vyako. Amina. Tutakuingiza kwenye Biblia kama nani? Hebu tuangalie maisha yako hayo. Tutafundisha watu vipi miaka ijayo, watu wakija kujifunza tuseme maisha yako ndio yameongezewa kitabu pale mbele. Baada ya ufunuo wa Yohana imeendelezwa sasa maisha ya mtumishi fulani. Watasimuliana nini kuhusu wewe? Alikuwa anasinzia kwenye ibada. Yote yanaandikwa. Amina. Haleluya. Yote ishu zako zote, unaporuka mitaani, unavuka barabara, unapoenda kwenye nyumba za wageni, yote inaandikwa hivyo hivyo. Kwani Samsoni si zinaandikwa habari zake alipokuwa anaenda kwenye malango, anaingia kwenye nyumba za makahaba? Si tunasoma huko? Amina. Na hapo inaandikwa. Kazi kuvunja nyumba za watu tu. Wewe unaona kabisa huyu ni mume wa mtu. Mbona umemgandaganda? Amina. Umemng'ang'ania wa nini? Si umwache. Wewe njoo tukuombe utoke kwenye ndoa za kimila, upate mume wako na wewe uolewe. Tunaandika historia. Soma. Amina. Nitasoma kitabu cha Luka 4 na mstari wake ule wa 16. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Mstari wa 17. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Amina. Hebu sema amina. Amen. Wao wanajua kwamba huyu jamaa yeye ndio maskini mwenyewe. Amen. Kwanza alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Alizaliwa zizini. Amina. Leo anakuja hapa kivingine. Anasema Bwana amenituma kuwatangazia maskini. Amina. Yaani wewe mwenyewe maskini leo unatangazia maskini kivipi? Kwa hiyo inaonekana mwenzetu ushatajirika wewe. Umeanza kutudhihaki. Wazee wakamkazia macho. Hebu endelea hapo, kuna jambo hapo linakuja. Wazee wa mji, wewe nenda uwabadilikie.
We nenda kijijini kwenu kule Rorya. Amina. Halafu anza tu kuwabadilikia, wape stori zingine kabisa. Unawahubiria neno la Mungu kwa kiwango cha juu. Wao wana dini yao, wanajua jinsi ya kuhubiri, wanashazoea kuhubiriwa, lakini wewe nenda chapa injili ya kweli, uone watakapokukazia macho. Sasa Yesu ndo akaenda sasa kuwaonyeshea, ndio. Amina. Mstari wa 19, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mstari wa 20, sikiliza vizuri, akakifunga chuo, akafunga, akamrudishia mtumishi. Karudisha bwana, wewe nishamaliza mimi. Amina. Akaketi na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Mstari wa 21, naona habari hiyo. Amina. Mstari wa 21, akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Masikioni mwenu. Amina. Yametimia. Nimeshatoka zizini. Kwa kifupi, yani kwa kifupi, sipo tena zizini. Kwenye maskini sipo, kwenye mateka sipo, kwenye wafungwa sipo. Sema sipo. Sipo. Kwenye maskini sipo, kwenye mateka sipo, kwenye magonjwa sipo, kwenye laana sipo, kwenye mateso sipo, kwenye kuonewa sipo, sipo. sipo. Maandiko haya yametimia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, na kutangazia kuanzia leo, haupo tena kifungoni, haupo tena zizini. Waliozoea kukuona zizini, nasema haupo tena. Kaambia maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Amina. Watasema una nyodo. Waambie ndio, si nimetoka zizini. Nimetoka. Watasema unajifanya unaongea Kiingereza kingi. Waambie ndio, nimetoka zizini. Amina. Watasema kila siku unawabadilishia vitenge, unawabadilishia viatu vya kisasa. Amina. Sasa utabaki na nguo ile ile kama upo zizini na ulishatoka. Amina. Watasema siku hizi anajifanya ana kipako, kinakubali kipako. Kwenye zizi kipako lazima kidunde, kinadunda. Amina. Hata ukakikoroga vipi lazima kikubomoe, yani utakoboka. Amen. Takosa hata mtu wa kukuangalia vizuri. Amina. Si tunakuona unabadilika rangi tu, kama kinyonga. Leo wa blue, kesho wa njano. Amina. Kesho wa kijani. Kijani inawakilisha uoto wa asili. Amina. Kesho njano inawakilisha madini. Kesho blue inawakilisha bahari. Mara kufumba na kufungua umerudi kwenye nyeusi. Nyeusi inawakilisha nini? Watanzania. Nini? Nani? Mtu mweusi. Yes. Wale wanakwambia wanahitaji mtu mweusi. Amina. Tabadilisha rangi zote kama bendera ya taifa. Leo wale ambao hawakukutambua watakutambua vizuri. Amen. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amina. Hakuna tena kubaki kwenye rangi za ajabu ajabu. Amen. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Amen. Ikawaje? Mstari wa 22. Wakamshuhudia wote wakistaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake, wakisema, huyu siye mwana wa Yusufu? Mstari wa 23. Wanaanza sasa kuliangalia zizi. Kutoka kwenye zizi la kina Yusufu. Amina. Mstari wa 23. Ndio. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yote
tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaum yatendeke na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Mstari wa 24 akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Endelea. Si unajua ukienda kwenu ukishasikia kwamba wewe umeokoka, siku hizi umekuwa mtumishi, wanakutesti. Kwamba mtumishi, muombe mama mdogo. Muombe shangazi. Wao wenyewe wamemnyonga. Wamemkalia shingoni, alafu wanakwambia mtumishi. Siku hizi tuna mtumishi kwenye familia bwana. Mtumishi njoo. Kweli si kweli? Haujawahi kupewa hiyo? Ipo hiyo. Wewe jaribu tu ujitangaze kwamba sasa hivi mimi nimeokoka. Wanaanza kukupigia masimu, wanakanyonga katoto, alafu wanakusikizia. Mkaombe katoto ka wifi. Kako hoi kajamaa akapumue. Wakati bi mkubwa ndo amekakanyaga tumboni. Kakanyaga tumbo anakapress hivi kajamaa akapumui vizuri, alafu anakwambia mtumishi tuombe. Fanya muujiza katika nyumba yako mwenyewe. Amen. Sasa hapo inabidi uwe na mbinu ya kuchomoka. Amen. Ukijifanya kwa sababu wanaijua harufu yako, wewe harufu ya zizini bado ipo. Haleluya. Amen. Wanajua kabisa huyu jamani si mtoto wa Yusufu huyu. Seremala. Amen. Fundi tena saidia fundi. Tunajua dogo anakuaga saidia fundi wa babake. Babake seremala lazima na yeye anashika mbao nini misumari, anakuwa na kipochi cha nyundo, vitu kama hivyo. Huyu si mwenyewe alikuwa anabeba nani nyundo hapa. Tunamdai hata msasa hajapiga kwenye kitanda changu. Amen. Wakamkazia macho. Yes. Na yeye akawaambia kabisa nabii hakubariki kwao. Amen. Mstari wa 25. Lakini kwa hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli. Ndio. Zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Mstari wa 26. Wala Elia hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Serepta katika nchi ya Sidoni. Mstari wa 27. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika nchi ya Israeli zamani za nabii Elisha. Wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Amina. Jamani, wapige injili inayochoma. Amen. Injili inapasua mioyo yao. Amen. Kwamba hapa nawaona mioyo yenu yote imefunga. Amen. Kwa jinsi mlivyo kufunguliwa hapa ni kazi. Amina. Kupona ni kazi. Umenichukulia mimi kama wenzenu tu kwenye zizi la Yusufu. Amen. Kachapa injili. Hawa walioandika wameandika machache, lakini alihubiri masaa na masaa. Amina. Si unaona wewe mwenyewe hapo mpaka sasa hivi hujaandika chochote. Tangu nimeanza kuhubiri hapa umeandika nini? Hujaandika kitu. Amen. Sasa hawa ndio walikamata tu hizo laini mbili kwamba akawaambia hivi na hivi. Lakini yeye alihubiri masaa. Amina. Chapa injili, watu wa wazee wameloana hivi. Amina. Wanamkazia tu macho. Hapa tunamtafutia engo huyu ngoja ajichanganye tu. Amen. Mstari wa 28. Wakajaa na ghadhabu. Wewe umeandika kurasa ngapi tangu nimeanza? Ana kaneno kamoja tu haka. Hatari. Amina. Wewe unafikiri hii Biblia iliandikwaje? Si wale waliokuwa wanatembea na Yesu
walikuwa na wenyewe, akihubiri wanaandika, akisema hivi wanaandika, akifanya muujiza wanasema leo bwana mama fulani tarehe fulani kazaa. Yaani hapa kila kinachofanyika inatakiwa tu tunaandika, ndio Biblia inaendelea. Amen. Hawa kina Luka ilikuwa ndio kazi yao hiyo, wanaandika. Bila kuandika itakuwaje? Amen. Mwambie jirani wewe unaandika. Hadi vichekesho, kuhani akichekesha andika, tena weka ha. Yote ni Biblia hiyo. Amina. Nitarudia mstari wa 28. Rudia. Wakajaa na ghadhabu wote, ndio waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakajaa na nini? Na ghadhabu. Badala ya kufunguliwa, ndio kwanza hasira zikawajaa. Injili, yaani hapa injili, kama unasikia ghadhabu, amen, unasikia hasira, ujue ndio tunaenda vizuri. Amen. Karibu unatoka zizini. Ukiona nagonga kwenye vitabia vyako fulani, ujue sasa hapa ndio nakaribia kufunguliwa. Kama ukihisi kwamba kuhani leo ameniamkia leo, amina, kila anachotamka ameamua leo kunisema, amen, ujue sasa ndio tunaenda vizuri. Amen. Kama ninaongea yote haya kuhusu hapo bwana, hujaja ibadani. Amen. Hapo bora ungebaki home. Yamekugusa hayajakugusa? Yamenigusa. Hapo tunaenda sawa. Amen. Tuendelee. Mstari wa 29. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji. Wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Wamemkamata mtumishi wa Bwana. Sema huyu bwana amezidi huyu. Injili gani? Maombi gani haya? Amen. Ya kifreemason. Natuletea dini zingine. Unatuhubiria vitu gani? Yes. Wakamchukua wote, wamejaa ghadhabu. Twende. Kamata huku na huku. Inabidi uwe makini sasa unapokutana na hizo hali kama mtumishi wa Mungu. Kwanza ukiona mazingira yanaeleweki, piga injili masaa mengi. Amen. Hubiri mpaka wachanganyikiwe. Huku na muda wote unavyohubiri, unaangalia jinsi ya kuchomoka. Amen. Unaangalia mlango uko wapi, unazunguka huku na huku, kama kwa sababu pale wanakuwa wamesha kuseti mazingira fulani. Kwa hiyo unakuwa unachapa injili huku na cheki hapa mlango wamefunga upande wa huku. Unaangalia huku unachapa. Pale ukishaona upenyo haleluya. Amen. Watumishi wa Mungu mnasikia? Uwe makini, wachawi ni wengi. Amen. Wanaangalia hapa jinsi gani ya kuruka naye. Amen. Ikawaje sasa wanampeleka bondeni? Amina. Mstari wa 30. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Shwa. Sema shwa. Sema shwa. Sema shwa. Sema leo maadui zangu walionizingira, walioniwekea uzio, walioniwekea ukuta, napita katikati yao, natoka zizini, natoka kwenye vifungo, natoka kwenye mazingira waliponizingira, napita katikati yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen kama umenielewa. Utapita katikati yao. Leo Yesu akuwezeshe uvuke viwango. Kanuni nyingine ya wewe kutoka zizini, lazima uwe hodari. Lazima uwe mpambanaji katika maombi. Yaani maombi usiachukulie poa, usichukulie kama ni kitu cha masaa mawili dakika chache na kuomba kisanii. Ni kazi. Ichukulie kama kazi maalum ya kubeba ukoo mzima. Kwa sababu lile zizi hauko peke yako zizini. Huko wewe na ndugu zako. Wewe ambaye umeshaiona njia ya kutokea. Ukipita ndugu zako watafuata hapo. Ndio maana unatakiwa uwe hodari.
uwe shujaa. Maandiko yanasema ya kwamba akawaambia, naye aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Amen. Tusome kitabu cha Mithali, Mithali 22 na mstari wa 29. Mithali 22 mstari wa 29. Mithali 22 mstari wa 29. Ipo Biblia yako ni ya Kirumi ya wapi? Mithali au mimi nimechanganya? Ipo, basi aliyepata asome. Mpe pale haraka haraka. Mstari wa 29. Kitabu 22 mstari wake wa 29. Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Alama ya kiulizo. Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Nukta. Amen. Embu sema amen. Je, unamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, wala hawezi kusimama mbele ya watu gani? Wasio na cheo. Amen. Hebu tuione Biblia yako hii ni ya wapi? Hapana, kwa ni kichwa cha habari eh? Jamani, saizi kuna Biblia feki, kwa hiyo uwe makini. Amen. Wanachomoa baadhi ya vimistari, yani wanaweza ukakupa ka Biblia kumbe kamepita mazizini. Wamechomoa vimistari ambavyo wanajua hivi vimistari vikihubiriwa hivi watu watachomoka, ndio wanakuuzia. Amen. 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 Wamuona mtu aliye hodari katika kazi zake. Amen. Huyo atasimama mbele ya wafalme. Yes. Wala hawezi kukaa na watu wasio na cheo. Amen. Wewe ukiwa hodari katika kazi zako, yaani hapa uhodari wenye kila eneo. Amina. Sio hodari wa kuomba vocha. Amen. Haleluya. Amen. Sio hodari wa kuomba nifanyeje ile nirushie. Hodari katika kazi. Amina. Utawezaje kusimama mbele ya wafalme na hauna uhodari? Kitu ukikupa unafanya kwa uvivu, ugoigoi. Unasema nipeni mtaji nianzishe mradi. Amen. Unaanzisha mradi hapo wa ice cream, alafu unakaa tu, hautafuti wateja. Amina. Haufanyi chochote kupromoti. Amen. Hauchangamkii wateja. Amen. Haupambani. Unataka biashara ijiuze yenyewe. Amen. Hauna uhodari. Amen. Na hauwezi kutoka zizini. Amina. Miongoni mwa roho za kukukamata zizini, yes, ni ile ya kukufanya uwe mvivu. Amen. Pasipo kufanya kazi. Amen. Unataka tu ufanye maombi, yes, halafu hela zishuke. Hey. Haipo. Mwambie jirani, hamna hicho kitu, fanya kazi. Haipo hiyo. Kuwa hodari. Kuwa hodari. Na ukimwona jirani yako anakununia, ujue tu ana roho ya nini? Anakaroka uvivu, yeko zizini. Amen. Hataki kutoka zizini. Wewe utembee tu kuombaomba hela kwa watu. Amen. Ni hodari wa kuseti mingo za kupata hela za message. Amina. Mtoto anaumwa sijui nini, njaa, yani ana vinani vyake, anasema hii nishaipiga, kwa hiyo
anaipumzisha, baada ya wiki 2 anaipiga tena. Amina. Hii ya kuumwa kifua. Sasa anajichanganya, leo kaipiga na kesho kaipiga, na wakati dawa alishapewa. Amen. Kuna mama mmoja, ni mama mtu mzima tu, unakutana naye stendi. Siku hiyo nimekutana naye posta. Mwanangu nisaidie nauli, ninakaa Temeke, nimepungukiwa nauli 500 sijui shilingi ngapi. Aliniambia kaona mama mtu mzima, nikampatia. Kesho yake engo ile mama yule yeye kanisahau, mimi namkumbuka. Mwanangu, mama, na leo hauna nauli. Mtu mzima. Na wana mbinu zao, wapo kila sehemu. Huwezi ukamdhania kama ndiye au siye. Lakini akijichanganya tu. Kuna mwingine nilishakutana naye, yeye anatembea na familia. Yuko jamaa na mke na vitoto viko mgongoni na vingine wanaviburuza hivi. Nilikuwa nimekuja Dar es Salaam. Sasa mtu niliyekuwa nimewasiliana naye, ndugu yangu, tulikuwa tumekuja kutibiwa Muhimbili. Sasa tumeishiwa, ndo tumeshapona, tunatafuta nauli turudi Dodoma. Baada ya siku 2 unamkuta tena anaburuza familia ile. Baada wewe nauli si nilikupa jana. Yeye uhodari wake ndio huo wa kupiga vibomu. Kama uko na hiyo roho, ni roho ya uzizini, leo ikuachie. Taka tutengeneze watu walio bora hapa. Ambao wanafanya kazi kwa bidii. Ambao ni mahodari. Ukishakuwa hodari, yani watu wa vyeo vya chini wenyewe wanakukimbia. Unajikuta tu unakaa na wafalme. Bwana anamuinua mnyonge na kumketisha mahali pa wafalme. Ukishakuwa hodari, ndio Bwana anakuinua. Ukishakuwa hodari katika huduma, katika uinjilisti, katika kazi za Mungu, lazima uinuliwe tu. Natamka kuinuliwa kwako, natamka kupandishwa kwako. Kuna watu wanapambana kwenye biashara, anajaribu kupromoti bidhaa zake huku na kule kwenye mitandao. Yani huo hodari unaoonyesha, lazima utalipa tu. Hebu sema amina. Wewe ukae tu. Mtu akishakuwa mfalme ndio anakaa, alafu mambo mengine yanaletwa kwake. Sasa wewe bado uko mavumbini na umebweteka. Sema leo natoka mavumbini. Mbona unafikiria sana? Unafikiria nini? Unajifikiria jinsi utakavyotoka, ama unafikiria kwani leo ameniamulia? Sijakuamulia, hii neno tu tena linakuja hapa. Wala sijapanga leo kuyasema yote haya. Amen. Lakini kila nikijaribu kuweka break napelekwa tu. Inawezekana ndio wewe leo Yesu kakuamulia. Amen. Leo Yesu amekuamulia. Amina. Kama alivyoenda kijijini kwao. Yes. Akasema nimekuja kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao. Amina. Manake pale palikuwa na nani? Mateka. Yes. Nimekuja kuwatangazia maskini. Amen. Habari njema. Yes. Manake maskini walikuwepo. Amen. Nimekuja kuwatangazia waliofungwa. Yes. Siku ya uhuru wao. Amen. Manake kifungo kinapasuka, watu wanakuwa huru. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Sema amina mbele za Bwana. Amina. Dalili zote za kuwa mazizini na vifungoni, amen, leo tunazikatia hapa. Amen. Leo tunazimalizia hapa. Zisikufunge tena, zisikukamate tena, zisikushikilie tena, kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa mnayoambukizana, kansa si kansa, wote babu alikuwa nayo, bibi alikuwa nayo. Ujue hiyo ni kwenye zizi.
Haleluya. Amina. Kuna familia ambazo wanatupiwa roho za HIV. Amen. Yaani wameanza kufa wazazi. Yes. Kaka ameumwa, dada wanapukutika. Amen. Sasa unaanza kujiuliza, hawa huwa wanatembea wenyewe kwa wenyewe ama ni vipi? Mbona ni familia nzima inatafunwa na huo ugonjwa? Amina. Kumbe vitu vingine ni vya mazizini kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Wanapanguswa. Yes. Wanatupiwa. Amen. Wanarushiwa. Amen. Ugonjwa ambao unakutesa. Yes. Umekaa nao miaka na miaka na haujui. Amen. Pengine dada yako naye anapitia. Amen. Kifungo ulichonacho sio cha kwako pekee. Yes. Ni kifungo cha ukoo. Bwana ananiambia katika habari ya wahi kufunguliwa, yes, ya kwamba saa hii, amen, kuna mtu anatoka zizini. Amen. Kuna mtu anafunguliwa kwenye ugonjwa wa kifua kikuu ndani ya ukoo. Kuna mtu anafunguliwa ugonjwa wa bawasiri. Yes. Kuna mtu anafunguliwa, amen, ugonjwa wa TB. Amen. Natamka ndoa, ndoa, ndoa za kimadhabahu, yes, za kimila, amen, leo zimalizike. Ninapotamka unaachiliwa. Yes. Ninapotamka unafunguliwa. Ninapotamka madhabahu zinapasuka. Kila mahali ambapo walikushikilia, nasema unaachiliwa kwa jina la Yesu. Mamlaka za mashetani waliotaka kuweka watoto wako na wenyewe wakabidhiwa uchawi, na pasua hizo ngome. Hawatakuwa na huo uchawi, hawatakuwa na huo uchawi. Mkoba wa uchawi wa familia unapasuliwa, unachanwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naharibu mitego yao, naharibu ngome zao, naharibu uchawi wao, nakata kamba, nakata minyororo, nakata kamba zilizokufunga. Kata kabisa mahali ulipo. Nataka usimame uombe. Kata kamba walizokufunga nazo. Kata. Haya, kata sasa. Hizo kamba zikatwe, hizo kamba zikatwe. Haya, kata. Haya, kata kamba zao, kamba zao zikatwe, kata kamba zao, kamba zao zikatike. Hizo kamba zinakatwa siku ya leo. Haya, kata zinakatwa siku ya leo. Kamba zao zinakatwa. Kila kamba zinakatwa siku ya leo. Zinakatwa. Leo. Kila kamba zinakatwa. Leo. Kata kamba zao. Haya, kata sasa. Kila kamba inakatika. Yeyote aliyeweka hiyo kamba kwenye maisha yako inakatwa. Kata. Sijaelewa ni kwa nini unaomba kwa uregevu. Haya, kata hizo kamba. Haujui unawindwa wewe, haujajua unatafutwa. Haya, kata sasa. Hizo kamba zao zinakatwa. Haya, kata sasa. Kata siku ya leo. Haya, kata zinakatwa siku ya leo. Hizo kamba zikatike. Kamba zinakatwa leo. Kata.
wa leo, yeyote kataa, 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 hata sasa, kata sasa, yeyote yule, yeyote yule aliyeweka kamba. Nataka nikuambie tu ya kwamba unapotoka zizini unapata utambulisho mpya. Ndio. Hautakuwa tena na sura hiyo, hautakuwa tena na muonekano huo. Waliokuzoea ni mtu wa mazizini, watakapokuona watakuona na mavazi mapya. Yes. Watakuona na sura mpya. Waangalie mtu Yusufu ambaye alitoka gerezani, lakini Bwana akamuinua. Maandiko yanatuambia ya kwamba Mungu akasema, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Amen. Juu ya nchi yote ya Misri. Amen. Juu ya nchi yote ya Misri. Nasema popote utakapoenda, wewe utakuwa juu. Wewe utakuwa juu. Wewe utakuwa juu. Utakuwa na utambulisho mpya. Kama Yesu alivyorudi kule kwao. Alivyorudi kwao Nazareti, wakajitambulisha upya ya kwamba mimi sasa hivi nina mafuta. Nina mafuta mengine ambayo Bwana amenimiminia. Roho wa Mungu amenitia mafuta ya tofauti. Huo ulikuwa na utambulisho mpya, na wewe utajitambulisha kwao kitofauti. Yusufu, hata ndugu zake wa damu hawakumtambua. Walipoenda kutafuta chakula, wakamwona bwana mkubwa. Walimuita bwana mkubwa. Sisi tuna njaa, baba yetu ana njaa, familia yetu ina njaa, nchi yetu yote ina njaa. Tunakuomba bwana mkubwa utupe chakula kidogo. Wakati wanaendelea kuongea nao, hawakuweza kumtambua. Ilibidi yeye mwenyewe ajitambulishe upya. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu mlieniuza. Nasema utajitambulisha upya. Watashindwa kujua kama ni wewe, watashindwa kuelewa kama ni wewe, kwa sababu Bwana anakuvika nguo jipya. Hautavaa tena mavazi ya mazizini, hautavaa tena viatu vya mazizini. Natamka vazi jipya juu yako. Natamka kitani safi, kitani safi. Natamka vazi jipya juu ya mwili wako kuanzia leo. Unapovishwa vazi jipya, maana yake unavalishwa roho nyingine, unapewa roho nyingine, roho ya mafanikio, roho ya kuinuliwa, roho ya kupanda. Natamka mafanikio, natamka uponyaji, natamka ushindi, natamka kupandishwa, natamka ukae na watu wa cheo cha juu. Hautakaa tena na watu wa cheo cha chini, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Piga kelele ya ushindi. Inua mikono yako, sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja kwako. Naomba unitambulishe upya mbele ya maadui zangu, mbele ya watesi wangu. Wasinitambue, wasinione. Unaponivika vazi la utukufu, unaponivika vazi la ushindi, vazi la cheo, vazi la uponyaji, Bwana, niwe utambulisho, niwe utambulisho, tambulisho mpya mbele ya familia, mbele ya wazazi, mahali popote ninapokwenda. Natamka tambulisho mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, univike, univalishe mavazi mapya, mavazi mapya, mavazi mapya, mavazi mapya. Wewe tamka kwa imani, tamka kwa imani, tamka kwa imani. Kuna watu wanapewa mavazi meupe hapa. Kuna watu wanavalishwa mavazi mapya yasiyokuwa na magonjwa tena. Watu wanaoomba kwa bidii. Yesu anasema yule mtu hodari atakaa mbele ya wafalme, hawana hatakaa na watu wa cheo cha chini tena. Hebu tamka, Yesu akuvike vazi jingine, akuvalishe roho wake saa hii. Watu wanavalishwa, watu wanapewa kibali kipya. Ukishavalishwa vazi jipya, hata wateja watakuja kwenye biashara yako, hata wateja watajaa, wataongezeka kila eneo. Mwambie Yesu, nivike, nivike, nivike. Mwambie nivike, tamka. Utaona nguvu za Mungu zinakushukia. Utaona mabadiliko ya hali ya hewa. Utaona roho wa Bwana anaanza kumiminika juu yako.
kama vile alivyomiminika kwa Elisha. Vazi jipya, vazi jipya. Kwa nini usiolewe? Kwa nini usiolewe? Kwa nini usizae? Natamka vazi la ushindi, natamka vazi la ushindi, vazi la kitajiri, vazi la kifalme juu yako. Haya, prayer. Tamka mbele za Bwana sasa. Yes. Yes. Tunahitaji vazi jipya. Tunahitaji vazi jipya. Omba mahali ulipo. Omba mahali ulipo. Tamka vazi jipya. Bwana akuvalishe. 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 Hilo vazi jipya. Vazi la ushindi. Vazi la ushindi. Vazi la ushindi. Yeah. Vazi. 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 Hilo vazi, hilo vazi limeachiliwa, 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 limeachiliwa. Hilo vazi, hilo vazi, vazi jipya, vazi jeupe, vazi jeupe linakutoa, linakutoa kwenye mazizi, kwenye mazizi ya kondoo. Hilo vazi jipya linakutoa kwenye mazizi ya kondoo. Hilo vazi, hilo vazi, tamka mahali ulipo, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Mwambie Bwana akuvalishe hilo vazi la utukufu, hilo vazi la utukufu, hilo vazi la ushindi, hilo vazi la ushindi. Siku ya leo, siku ya leo limeachiliwa, 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 limeachiliwa. Hilo vazi, hilo vazi, hilo vazi limeachiliwa, limeachiliwa. Tamoka, 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 tamoka. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Vazi, vazi limeachiliwa, 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 limeachiliwa. Hilo mikono yako, Yesu anakuvika vazi jingine. Kila aina ya vazi ambalo walikuvalisha katika ulimwengu wa roho. Uliota ndoto unavalishwa vitu vya ajabu ajabu. Uliota ndoto umevalishwa viatu vya ajabu vilivyochakaa. Yale mavazi yaliyochakaa, sasa hivi Yesu anakuvua, anakuvika vazi jingine. Kama walikuvalisha vazi wakakuondolea vazi la ndoa, hakuna ndoa, hakuna ndoa. Natamka ndoa mpya ya Jesus only. Kila mavazi ya magonjwa yanatoka. Kuna mtu yuko hapa ambaye huwa anaota anavalishwa mavazi yaliyochakaa. Kuna mtu yuko hapa ambaye huwa anaota amevaa vazi lililochafuka. Leo Bwana wa mabwana, Mungu aliye hai, anakuvika vazi jipya, vazi jipya. Pokea vazi jipya kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka unavikwa, ninatamka unavikwa. Linachanwa chanwa hilo vazi la zamani, linararuriwa hilo vazi la zamani. Wao walidhani wamemnyang'anya Yusufu vazi, wakalichana vazi la kimwili, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho tayari alishavikwa vazi la kifalme, alishavikwa vazi la utukufu. Watu wanavikwa hapa, wanavikwa hapa. Pokea. Pokea vazi la utukufu. Pawa inapita. Watumishi wa Bwana, hilo mikono yako. Huyo aliyekuvalisha pete, huyo aliyekuvalisha vazi, vazi likafunga nafsi yako, likafunga hatima yako. Natamka kuanzia saa hii hilo vazi linaruriwa, unapewa vazi jingine kabisa. Pawa. Kuna watu wamevalishwa sanda zinachanika, sanda zinachanika katika ulimwengu wa roho. Yes, ndio wanakuachia. Nasema wanakuachia Pamela, wanakuachia waliokushikilia. Naona kuna vazi linachanika Pamela. Kuna vazi la gunia walikuvalisha zamani. Happy. Hilo vazi linararuriwa. Pokea. Pokea sasa. Power. Pokea, uwezi kuvumilia. Hao waliokuvalisha. Ni saa linatanuka. Ni saa linararuriwa. Power inapita.
Power inapita, power inapita, power inapita, power inapita. Walikuvalisha vazi baya, vazi baya, vazi baya. Moto unapita. Anavalisha vazi jingine, anavalisha vazi jingine, anavalisha vazi jingine. Wewe inua mikono yako juu, fumba macho yako, acha operation ya Mungu ifanye kazi. Stella, unavalisha vazi la utukufu. Kuna watu wanapewa vazi jeupe. My God, Roho wa Bwana yu juu yangu, ametuma nikutangazia unafunguliwa. Wachawi waliokukamata usiku, waliokufunga kwenye zizi la ng'ombe, waliokuweka kwenye zizi la ng'ombe, achia maisha yake. Inua mikono yako na wewe unaachiliwa sasa hivi, sasa hivi. Kuna muujiza unataka kutokea hapa. Kuna watu wanataka kufunguliwa hapa. Kuna watu wanatoka, waliolewa na babu zao, waliolewa na babu zao, wanataka kuachiliwa. Babu anakimbia, bibi anakimbia. Mjomba, achia watoto wa Bwana. Chia, chia. Unalala na viumbe kwenye zizi, unaishi na viumbe kwenye zizi, unaishi na viumbe kwenye zizi. Hivyo viumbe leo vinakamatwa, vinakamatwa, vinakamatwa. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mauti inaondoka, mauti inakimbia. Natamka saa hii, mtoto wako ambaye amekamatwa, hakuna maendeleo, hakuna hatua. Jesus yule anajidhihirisha, anajidhihirisha. Mungu wetu anajitukuza. Zizi la ukoo, zizi la ukoo. Kuna watu wengine makaburi ya kwao yamegeuka kuwa mazizi, mazizi. Kila siku naota upo makaburini. Pokea power, pokea kufunguliwa kutoka kwenye kifungo cha makaburini. Jesus, kifungo cha makaburini kikuachie, kikuachie. Nasema kikuachie. Wametumia kaburi la mama yako mkubwa ili kukutesa na kukuonea. Hilo kaburi linapasuka. Bwana wa majeshi, Mungu unayetenda mambo makubwa, ninatamka ushindi juu ya watu wako. Ninatamka neema juu ya watu wako. Kila mahali walipokamatwa na nguvu za giza, wakapate kuachiliwa. Magonjwa yanayotembea ndani ya ukoo, magonjwa yanayotembea ndani ya familia, kifungo cha kukataliwa, kifungo cha kuonewa, kifungo cha kushindwa, sasa hivi ninatamka mumwachie. Ninatamka afunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Inua mikono yako, mwabudu Bwana. Inua mikono yako, mwabudu Yesu. Ni kipindi cha watu kutoka mazizini. Hauwezi ukatoka mazizini wakati bado kuna madhabahu zimekushikilia. Hauwezi ukaingia kwenye jumba la mfalme wakati kuna madhabahu zimekukamata. Utachelewa sana, utahangaika sana. Lakini leo nakutamkia unakwenda kutoka. Inua mikono yako juu. Ninatamka kwa jina la Yesu lenye nguvu, uweza na mamlaka, ile nguvu uliyoiweka juu yangu ya kuwatangazia uhuru wao. Ninatangaza uhuru kwenye familia hii, watoto wake, familia nzima ifunguliwe. Toka, 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 nasema toka. Hilo zizi linapasuka, vumbi lote ninalimaliza. Achia! Nikisema achia, mnamwachia. Yeye anakabidhiwa funguo wa kuwafungua na wenzie, wa kufungua na wenzake. I proclaim and I pronounce. Pokea uhuru. Ni saa ya uhuru. Nasema ni mwaka wa kisasi, mwaka wa kisasi.
Ni mwaka uliokubalika, mwaka uliokubalika. My God, my God. Hiyo naomba mlete huyo Masawe, mlete ni Isaya kutoka zizini, ni Isaya kutoka zizini. My God, my power, my Lord Jesus. Usinipite, usinipite, unapogusa wengine, nami niko. Usinipite, 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 unapogusa wengine, nami niko. Usinipite, yes, waliokushikilia ninatamka sasa, kile kifungo cha ndoa katika hili zizi, katika hii nyumba, kile kifungo kipate kuachia. Achia mikono yake. Wewe kwenye kidole chako umevalishwa pete, 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 pete ya ngozi, pete ya zizini. Babu, achia madhabahu za babu, madhabahu za ukoo. Awe huru kuanzia leo, awe huru kuanzia sasa. Pate kufunguliwa, pate kuachiliwa kwa jina la Yesu. Funguka, funguka. Saa ya kuachiliwa. Hawezi kukupita, hawezi kukupita. Ninatamka sasa uko huru kutoka kwenye ndoa za kimila kwa jina la Yesu. Yes, Jesus. Nguvu za Mungu za uponyaji wa familia, achilia kibali, nafungua mateso yote yanaishia hapa, vifungo vyote vinaishia hapa. Uchumi unafunguka, uchumi unafunguka, baraka zinafunguka. Sante Bwana kwa ukuu, sante Bwana kwa neema yako katika familia hii. Fungua hii familia Bwana, fungua hii nyumba Yesu, gusa kila mmoja. Wale wote ambao unajua katika mahubiri, katika neno la leo kuna pointi zimekugusa, naomba usogee hapa mbele. Kuna jambo linaenda kufanyika. Kuna vitu wakati ninafundisha hapa vimerelate na maisha yako, vimegusa maisha yako kwa njia moja au nyingine. Naomba usogee ili tupate kufungua mahali ulipowekwa. Roho za kuota nyumba ya zamani, roho za kuota zizi, za kuota nyumba ya kale, Bwana akakufungue sasa. Uchumi wako ulishikiliwa, hatua zako zilishikiliwa. Ninatamka watu wa Mungu wapate kufunguliwa. Usinipite Yesu, usinipite. Hapa unapokuja hapa mbele ni eneo la kufunguliwa kila aina ya kifungo ambacho kimekushikilia muda mrefu. Magonjwa sugu ninayaamuru yaachie watu wa Mungu. Magonjwa sugu yatoke kwenye maisha ya watu. Nguvu za uchawi, nguvu za uharibifu, uharibifu wa kifamilia, tabia zisizoachika, ninatamka kwa jina la Yesu, achia maisha yake. Chia kijana huyo, chia sasa hivi kwa jina la Yesu.
kile kifungo cha familia kutokuolewa, kifungo cha familia kutokuzaa, ni saa ya kufunguliwa. Kwa nini pana tabu kwenye familia? Kwa nini ndoa zinaharibika? Kwa nini uchumi unafia njiani? Natamka leo giza na uharibifu unaokufuatilia, kuna roho inakutafuta. Ninatamka kwa jina la Yesu afunguliwe kuanzia sasa. Waliokupangia mabaya, ninatamka leo wameshashindwa. Nageuza matokeo, nageuza ibada zao, naharibu ibada zao zote. Kila neno walilokutamkia wewe, una ndoa za asili. Kuna mtu yuko dirishani, anasema tuna uhalali naye, vyakula vyote ulivyolishwa katika zizi leo unavitapika. Nasema unavitapika. Kamata tumbo lako, kamata tumbo. Vyakula vya mazizini. Huyo mpeleke mbele, tayari anashughulikiwa. Vyakula vya mazizini vyote. Power. Vyakula vya mazizini, mwacheni azae. Natamka uzao, natamka ushindi. Hapatokuwa hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Hamna uchawi wala uganga. Power kwenye familia yenu. Wote mmetamkiwa laana, mmetamkiwa mambo mazito, mmetamkiwa mpitie maisha magumu. Hiyo laana naigeuza hiyo laana, naibatilisha. Laana ya zizini, naigeuza. Wewe naipindua laana ya mazizini. Yes. Mnapiga kelele, mnamwachia. Anatoka kwenye hilo zizi, toka kwenye hicho kifungo. Anatoka huyu dada, anatoka leo. Huyu dada anafunguliwa leo. Huyu dada anapona. Natamka, naona uponyaji juu yake. Kila kilichofungwa, kila kilichokushikilia, moto. Natamka, pokea. Wale mlio mlimani, kule mlimani, kitovu chake kwenye mgomba, kitovu kinakombolewa, kitovu. Mlete mbele. Balance. Unafunguliwa. Nasema wanakuachia. Waliochukua nywele zako, waliochukua manywele yako, leo mwachie. Mtoe. Nasema mtoe. Mnapiga kelele, mnatoka ndani yake haraka. Power inapita. Nasema leo mnamwachia pete
pete zenu. Mumechezea kila kitu, mumechezea kila kitu, mumeharibu kila kitu. Leo ninamrudishia nafasi yake, leo ninamrudishia nafasi yake. Power inatembea, power inapita, power inapita. Tetemeko, 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 tetemeko. Chomoka zizini, chomoka zizini, chomoka zizini. Unatoka utoki, mnamwachia mumwachie. Nasema mnamwachia, nasema mnamwachia, nasema mnamwachia, nasema mnamwachia, nasema mnamwachia. Fire, fire. Moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea. Yes, 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 yes. Kwenye familia hii, kwenye ukoo huu. Yes. Chakula chochote ulichowahi kula cha kimila, chakula cha kimila ndio kinafanya watu wanashindwa kutoka zizini. Bwana anasema tuombee matumbo, tuombee matumbo. Ulikula chakula cha kimila kwenye zizi, sasa kinakwenda kutapikwa. Sasa sema Bwana Yesu, kila chakula nilicholishwa kwenye ndoto, nilicholishwa usingizini, leo nakitapika, nakitoa, najifungua. Ayatoa, pasha, 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 pasha haraka, pasha leo, pasha leo, pasha leo. Chakula kinatolewa, hicho chakula kitolewe sasa, kitolewe sasa. Chakula chote ulicholishwa kwenye mila, ulicholishwa kwenye mila, kitolewe, kitolewe, kitolewe. Hayatoa, 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 hayatoa. Kinatolewa, 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 kinatolewa. Toa sasa, toa, 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 toa. Kinatolewa, kinatolewa. toa yote, Kinatolewa. Toa sasa, toa sasa, toa sasa, toa sasa. Nasema hivi, toa sasa, chakula, toa sasa. Chakula, pombe za kienyeji unazonyweshwa kwenye ndoto, nasema zitoke sasa hivi, zitoke sasa hivi. Pombe za kienyeji, pombe za kienyeji. Ndio maana addiction unashindwa kuacha. Kuna vitu unapata addiction navyo kwa sababu ya pombe za kienyeji. Natamka sasa hivi watu wafunguliwe, common zinatoka. Pombe za mbege za kienyeji, pombe za kienyeji za mkoani kwenu ambazo zilitambikiwa, rubisi, taweka kwenye matumbo yao haraka wapate kufunguliwa, wapate kufunguliwa. Kamata tumbo lako, usiache, usiachie, usiachie. Ni saa ya kufunguliwa, saa ya kufunguliwa, saa ya kufunguliwa. Yes. Oh. Bwana, wasaidie watu wako hawa, wasaidie watu wako hawa. Wengine walikuwa na tabia za kale walishaziacha, sasa hivi zile tabia zimerudi mara mbili. Walikuwa na roho za ukahaba, zimeshawarudia. Walikuwa na roho za ulevi, zimewarudia. Walikuwa na roho za udanganyifu, zimewarudia. Natamka hizo roho ziondoke, tabia zote ambazo ulikuwa nazo zamani kabla hujaokoka. Umeona zinaanza kukunyemelea, umeona zinaanza kukurudia, leo zinatoka, zinaachia. My God, makaburi ya kwenu ya kutapike, makaburi ya kwenu ya kuachie. Mila na desturi, kila walichokitamka juu yako kikapate kuachia, kikapate kwenda. Kwa nini wawe na uwezo wa kukumiliki na kukushikilia? Wanasema kwenye swala la ndoa hatuwezi kumwachia. Tutaachia vyote isipokuwa ndoa. Hakuna kuolewa. Yaani hata mwanaume akitaka kukusogelea anaona kama vile una mapembe vile, kama vile una mapembe vile, kama vile una mapembe, unamdunga pembe. Leo pembe zinakatika, leo pembe zinakatika, leo pembe zinakatika, leo pembe zinakatika. Pembe za kwenye zizi leno zikatike. Ndio, ndio,
nakata pembe, nakata pembe, nakata pembe, nakata pembe. Akaolewe sasa, saa ya kufanikiwa. Jesus power. Yaani nikitamka leo, nikikugusa mkono, yale yote ya zamani ndio yanaishia hapa. Leo ndio yanaishia hapa, tunamaliza kesi. Nasema yanaisha, yanaisha, yanakwenda, yanakwenda, yanakwenda. Mnasemaje wazee? Wazee wa mji mnasemaje? Mnataka nini? Mnasemaje? Semeni. Nataka tuongee, sitaki fujo. Mnaumia? Kwani mnateseka? Mtakufa. Komando huyu. Komando. Anawafyatua. Wanatoka zizini. Hamwezi tena kumshikilia. Nimepasua mipaka. Nimepasua mipaka. Nimepasua mipaka. Nimeharibu mipaka. Nimechafua anga. Yote, yote, yote. Jamani, kamata, kamata. Hali ya hewa sio njema. Hapo. Sema yote, sema yote. Sema yote. Leo akitoka huyu tena atapata cheo kikubwa. Nampandisha kuketi na wafalme. Hawezi kukaa tena na viatu vyao vya chini. Mlete huku mbele, mlete huku mbele. Kuna hali na wewe, zamu yako inakuja. Kila nitakaye mgusa, kila nitakaye mtembelea, haya, kila tabia za mazizini, leo ndio nimeshatamka. Leo ndio nimeshatamka. Mzimu, vazi mlilomvalisha, leo mnatoa kila kitu, kila kitu. Tayari, tayari. Nataka wanaume pale. Kamata, kamata, kamata. Piga power, piga power. Mnaenda mwendi na watoto wake wote. Kamata Heleni hiyo. Na watoto wote anawafundisha. Komando si komando. Jemedari si jemedari. Mlizani atabaki zizini miaka yote. Hawezi kukaa tena. Mbona hajakwambia? Ataniambia. Mbona hajakwambia? Kwamba? Mbona hajakwambia? Kwamba? Juzi tulikuwa tumuue. Mlikuwa mumuue? Sasa mbona mjamuua? Mwambie kweli. Mlikuwa mmalize kesi. Jeuri sana. Jeuri. Jeuri. Sema Bwana Yesu, nipe ujeuri mbele ya watesi, mbele ya maadui. Nitakuwa jemedari, nitakuwa mkuu, nitakuwa juu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka zilizoinuka juu yangu, roho za kutangatanga, mateso ya kiukoo, kila laana za kifamilia, kuonewa na kuteseka, na maliza leo kwa jina la Yesu. Naharibu hiyo roho, iondoke, itoke sasa. Uwe huru, toke, uwe huru, toke, uwe huru. Mizimu inayosema kwamba hautasoma shule, nasema hivi, shule utasoma, shule utasoma kwa jina la Yesu. Huwezi kuvunja miguu ya kwako, ndio itakuwa ya kwanza kuvunjika. Mikwala yako tumeizoea. Sema Bwana Yesu, kila mipango wanaoipanga juu yangu, silaha zote zilizoinuka juu yangu hazitafanikiwa, na wageuzia ajali zao, mauti zao, magonjwa yao, uharibifu wao, na wapindulia. Haya, pindua, 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 pindua sasa, pindua, pindua hizo ajali zao, zipinduliwe, zipindue sasa, zipindue sasa. Pindua, pindua, tunawavunja, pindua, pindua, tunawavunja, tunawavunja, tunawavunja. Vunja kiuno, vunja mguu,
vunja shingo, kata, kata, vunja, haribu, vunja, haribu, vunja, haribu, vunja kila kitu, vunja kila kitu, kata kila kitu, kata kila kitu, kata kila kitu. Waliokutega mitego yao inapasuliwa, mitego yao inaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pasua haraka namna hiyo. Haya, pasua leo, pasua leo kwa jina la Yesu. Sema amen, sema amina. Dada, pete yako ya uchumba iko wapi? Umeisahau, umeiacha. Una hamu ya kuivaa? Unajisikia kuivaa ama hujisikii? Si utoe sauti nikuombee. Sasa hivi unajisikiaje? Kuivaa ama kuto kuivaa? Auelewi eti, si ndio? Kwa sababu kuna pete nyingine ilishatanguliaga hapa. Unaijua ile pete iliyotangulia hapa? Unaikumbuka? Nani alikuvalisha? Nani alikuvalisha? Sema. Sema. Nani alikuvalisha? Aliyekuvalisha ni nani? Hayupo. Yuko wapi? Yuko wapi? Mpaka useme hapa hatuwezi kukuachia. Yuko wapi aliyekuvalisha hiyo pete ya kwanza? Yuko hai? Amekufa? Ilikuwa ni pete ya nini? Ulikuwa na miaka mingapi? Mdogo. Ulikuwa na miaka mingapi? Ukumbuki. Ulikuwa binti mdogo. Hiyo pete njoo. Lete kidole chako cha pete ambayo mlimvalisha inatoka, aende kuolewa, aende. Ninatangaza ndoa yake. Hiyo ndoa ya kwanza tunatoa talaka katika ulimwengu wa roho. Natoa talaka katika ulimwengu wa roho. Mwachieni madhabahu iliyomng'ang'ania, iliyomfunga asipige hatua yoyote. Yes. Unamwachia leo, yuko madhabahuni hapa. Madhabahu yoyote iliyomshikilia imwachie. Achia. Mwachie. 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 Hapo kuna nini? Hapo kuna nini? Hapa ni kwa kelele mnakimbia, hata ni kwa kishindo mnahama. Mnamrudishia kibali cha ndoa, kibali cha uponyaji, kibali cha ushindi. Ndoa za kale, ndoa za kimila. Kama huwa unaota ndoto, upo kwenye ndoa, kwenye unaolewa, unaoa, hapo uliponyorosha mkono sema Bwana Yesu, nakataa ndoa zote, muunganiko wote wa kimila, wa kimizimu, kwa jina la Yesu. Yes. Afunguliwe. 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 Mbona kama inawezekana?